Aisha asema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa apenda sana watoto wake, na yeye ameshuhudia Aisha namna Mtume anavyompenda Fatima binti yake. Ndio alikuwa akiwapenda na wengine kina Ibrahim, kina Abdullah. Kama hadithi nyingine, Ibrahim alipokufa Mtume machozi yalimtoka na akasema maneno mazito, kuondoka kwako Ibrahim sisi tuhuzunika, macho yanalia, lakini hatusemi isipokuwa yale yanomridhisha Mwenyezi Mungu. Sasa Aisha asema Mtume alikuwa apenda sana watoto wake sallallahu alaihi wasallam, na mfano ni huu. Anasema Fatima ilikuwa anafanana sana na Mtume madhahari yake, na hadia na mwendo wake wa kuishi pia alikuwa ni kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hiba yake ukimuona ni kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa alimwangalia sana Fatima, akaeleza namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akionyesha mapenzi yake kwa mtoto wake. Asema ilikuwa Fatima akiingia nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akisimama kwa kumheshimu binti yake, akisimama kisha akinyosha mkono, Fatima akichukua mkono wake, kisha akimbusu Fatima katika paa la uso, kisha akimtukua akiketi naye ubavuni. Mambo matatu haya. Na lau utamsimamia binti yako ama kijana wako kitambo hujamuona, akitokea ukamwambia Muhammad mashaallah umefika, ukamsimamia kisha ukambusu pala uso, kisha ukaketi naye karibu, hata yule kijana mwenyewe atahisi mapenzi kweli kutoka kwa baba yangu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimsimamia Fatima, alafu akipokea mkono wake, kisha akimbusu pala uso, kisha akiketi naye ubavuni, Fatima radhiallahu anha akihisi yale mapenzi. Ikawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akija kumtembelea Fatima, Fatima radhiallahu anha naye humfanyia hivyo hivyo, msimamia, akambusu mkono wake, kisha akambusu pala uso, kisha akaketi na Mtume sallallahu alaihi wasallam ubavuni. Sasa sunna hii haifanywi. Pengine hata ukianza baba mtoto atashangaa, baba ana nini leo? Bwana amemsimamia Halima leo akambusu kitu tena. Lakini ni sunna Mtume akizifanya sallallahu alaihi wasallam, na Fatima akimfanyia babake. Haya kuonesha mapenzi kati ya baba na watoto wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonesha yeye ndiyo mlezi, twafaa kumuigiza, akiona watoto wake wajukuu zake Al-Hasan na Hussein akisimama, akiwachukua, akiwapiga makamama, akiwabusu. Naam, paka siku moja kulikuwa na sahaba moja akiitwa Aqra bin Habis. Huyu alikuwa ni mtu ameislimu huko Badia, amekuja kumtembelea Mtume sallallahu alaihi wasallam na wenzake, akapishwa kuingia nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika kuketi akatokea Al-Hasan radhiyallahu anhu, basi Mtume akamsimamia sallallahu